horny? Yes. Filamu inaanza. Tunamwona kijana huyu akiondoa msalaba ambao ulikuwa ukizuia nguvu za giza zilizokuwa ndani yake. Mara moja, mabawa meupe yakachomoza mgongoni mwake. Mabawa hayo yakaanza kumbeba moja kwa moja kuelekea angani. Lakini alipofika katikati ya safari yake, mabawa hayo yakaanza kuvunjika ghafla na moto ukamzunguka. Alipoanguka kwa nguvu ardhini, pembe za kishetani zikaanza kuota kichwani mwake. Kelele za mayoyo zikasikika kila upande. Tunamwona kijana huyu akipitia mabadiliko haya ya kutisha sana. Hii yote ni kwa sababu mwanamke aliyempenda kwa dhati alikuwa amekufa katika mazingira ya kutatanisha, na ili kumpata muuaji wa kweli, akafanya makubaliano na shetani na kumuuzia roho yake ili apate nguvu hizi. Lakini siku 3 kabla ya tukio hilo, alikuwa amepanga kumuoa mpenzi wake. Lakini mara tu alipomweleza hisia zake, msichana huyo akasema ghafla kwamba alikuwa amependana na mtu mwingine. Mwanaume huyo hakuweza kuvumilia jambo hilo na akapoteza kabisa hisia zake hapo hapo. Ukali huo ukamtisha sana mpenzi wake na akaondoka mahali hapo. Hawakujua kwamba kuagana huko kungekuwa ni kwa mara ya mwisho. Siku iliyofuata akapokea habari kwamba mpenzi wake alikuwa ameuliwa. Kwa kuwa walikuwa wamezozana vikali katika mgahawa usiku uliopita, mara moja akawa mshukiwa mkuu. Katika siku zilizofuata, majirani, vyombo vya habari na hata wazazi wake mwenyewe wakaanza kuamini kwamba yeye ndiye muuaji. Akiwa amevunjika moyo na kuchanganyikiwa, akaenda kimya kimya kwenye mazishi ya mpenzi wake usiku wa manane. Alifikiri kwamba labda atapata faraja huko, lakini aliposikia maneno ya baba wa msichana huyo yaliyokuwa yamejaa huzuni na machozi, moyo wake ukavunjika zaidi. Baada ya kila mtu kuondoka, kwa hasira kali akapiga teke sanamu iliyokuwa hapo na kuharibu kila kitu kilichoizunguka. Hakujua kwamba bahati mbaya alikuwa ameamsha nguvu hatari kutoka kuzimu. Asubuhi iliyofuata alipoamka, akaona pembe zimeota kichwani mwake. Cha ajabu, watu waliomzunguka hawakuonekana kushangazwa kuziona, na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kila mtu aliyemkaribia alianza kusema ukweli bila kulazimishwa. Pia akawa akigusana na mtu kimwili, akawa anaweza kuona kitu mtu huyo alikuwa akifikiria. Lakini kwa wakati huo, jambo pekee alilotaka ni daktari akate pembe hizo haraka kutoka kichwani mwake. Bado hakutambua kwamba nguvu hizo ndizo zinaweza kumuongoza hadi kwa muuaji wa mpenzi wake. Siku iliyofuata, Ignatius akaenda kwa daktari ili kuondolewa pembe za ajabu zilizokuwa zimeota kichwani mwake. Kwa mshangao wake, daktari huyo hakuonekana kushtushwa hata kidogo alipoziona. Badala yake, kwa utulivu, akamkabidhi fomu na kumwomba aijaze. Wakati Ignatius ameketi eneo la kusubiri akijaza fomu hiyo, mwanamke mmoja na binti yake mdogo pia walikuwa wameketi karibu. Msichana huyo mdogo akaendelea kupiga kelele na kufanya fujo. Akiwa amechosheka na hali hiyo, mwanamke huyo akaongea kwa hasira kwamba atapaswa kumpiga binti yake kwa sababu anawasumbua watu wote waliopo. Ignatius, bila yeye kujua, nguvu za ajabu za pembe zake ziliwalazimisha watu kusema kwa sauti mawazo yao ya kichwani. Baada ya kumaliza kujaza fomu, Ignatius akamkabidhi mhudumu wa mapokezi. Mhudumu huyo akamuuliza kwa heshima ikiwa Ignatius atapenda mwanamke huyo na binti yake watolewe nje kwa sababu walionekana kumsumbua. Kisha mhudumu huyo akawaomba waondoke eneo hilo. Mwanamke huyo akakasirika sana na kupiga kiganja chake kwenye kioo. Ignatius akawahi kushika mkono wake ili kumzuia. Mara tu alipomgusa, ghafla akahisi kwamba mwanamke huyo kwa siri alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanaume mwingine. Akiwa na aibu na hasira, mwanamke huyo akauvuta mkono wake kwa nguvu na kuondoka kwa aibu. Walipoondoka, binti yake mdogo akasema kwa hasira kwamba anamchukia mama yake na hata anatamani angeweza kumchoma moto akiwa kitandani. Muda mfupi baadaye, Ignatius akakutana na daktari. Kama ilivyokuwa kwa watu wengine, daktari huyo hakuonekana kujali sana pembe hizo, kana kwamba kuona kitu kama hicho ni jambo la kawaida kabisa. Ignatius akasisitiza kwamba anataka ziondolewe mara moja. Daktari akaanza maandalizi ya upasuaji na kumpa dawa ya usingizi, jambo lililomfanya apoteze fahamu. Akiwa hajitambui, Ignatius akaanza kukumbuka mara ya kwanza alipokutana na Maren kanisani na jinsi urafiki wao ulivyokuwa polepole hadi kuwa uhusiano wa karibu kwa miaka mingi. Hata hivyo, alipoamka akatambua kwamba hakuna kilichobadilika. Pembe bado zilikuwa kichwani mwake. Daktari naye hakuwepo karibu, ikaonekana ameshughulika na jambo lingine. Ignatius akaanza kuhisi kuchanganyikiwa na kukata tamaa, akiamini kwamba mambo yote ya ajabu yanayotokea maishani mwake yalikuwa na uhusiano fulani na pembe hizo. Baadaye akaenda kukutana na rafiki yake Lee. Wakati wa mazungumzo yao, Ignatius akatambua jambo la kushangaza sana. Lee hakuweza kuona pembe hizo hata kidogo. Hali hiyo iliyomfanya Ignatius kujiuliza kama pembe hizo zinaonekana kwa watu fulani pekee. Akaanza kufikiria kwamba huenda
zinaonekana kwa watu wenye maovu fulani ndani yao, huku watu wema na maadili hawawezi kuziona. These horns. Akiwa amechanganyikiwa na kusumbuliwa na mawazo, Ignatius akarudi nyumbani na kujaribu kuzungumza na mama yake kuhusu mambo aliyopitia. Badala ya kuonyesha huruma, mama yake akajibu kwa njia ya ajabu. Akamwambia moja kwa moja kwamba hataki kusikia matatizo yake, na hata akasema kwa ukatili kwamba ingekuwa bora kama asingezaliwa kabisa. Maneno hayo makali yakamuumiza Ignatius sana. Kisha akaenda kwa baba yake na kumuuliza kama naye atamkaripia, lakini jibu la baba yake likamshtua zaidi. Baba yake akamshutumu kwa kumuua Maren, akisema kwamba alikuwa msichana mwema na rafiki yake wa karibu. Mara moja Ignatius akakataa tuhuma hizo. Akauliza kwa kukata tamaa kwa nini baba yake hamwamini na kwa nini angeweza kumuua mtu ambaye alimpenda sana, lakini baba yake akakataa kumwamini. Kisha baba akafichua jambo la kushangaza. Akasema kwamba alichoma moto maabara ambako uchunguzi ulikuwa unaendelea ili ushahidi wote uharibiwe na Ignatius abaki salama. Badala ya kufarijika, Ignatius akakasirika sana. Akapaza sauti kwamba kwa kuharibu maabara hiyo, baba yake huenda akaharibu ushahidi ambao ungeweza kuthibitisha yeye hahusiki na mauaji ya Maren na kumfichua muuaji wa kweli. Akiwa na hasira, Ignatius akatoka nyumbani kwa huzuni. Akampigia simu rafiki yake Lee na kumweleza kila kilichotokea. Wakati akitembea mitaani, Ignatius ghafla akatambua kwamba wanahabari kadhaa wakimfuatilia, wakijaribu kupata maoni yake kuhusu kesi ya mauaji. Akijaribu kuwatoroka, Ignatius akaingia katika klabu moja ambako mmoja wa marafiki zake aliwahi kufanya kazi kama mhudumu. Ndani ya klabu hiyo, jambo lingine la ajabu likatokea tena. Mmiliki wa klabu hiyo akasema kwa kawaida kabisa kwamba kwa kweli alitamani siku moja klabu hiyo iungue ili aweze kudai fedha za bima. Kama ilivyokuwa hapo awali, pembe za Ignatius zikawalazimisha watu kufichua mawazo yao ya siri. Ignatius akatumia hali hiyo na akawauliza watu wote waliokuwa ndani ya klabu kama kuna yeyote anayejua chochote kuhusu mauaji ya Maren. Mwanamume mmoja akajitokeza na kusema kwamba binamu yake ni mfanyakazi katika idara ya polisi na amesikia kuhusu shahidi mpya katika kesi hiyo. Ignatius akagundua kuwa shahidi huyo ni mhudumu wa kike aliyewahudumia Ignatius na Maren vinywaji usiku wa tukio. Alisema kwamba Ignatius alimvuta Maren na kuondoka naye kutoka eneo hilo usiku huo. Baada ya kusikia jambo hilo, Ignatius hatimaye akatambua ni nani aliyetoa ushahidi wa uongo dhidi yake. Cha ajabu, ugunduzi huo ukamfanya atulie zaidi kwa sababu sasa alijua chanzo cha tuhuma hizo. Baadaye, aliporudi kwenye gari lake, akatoa pete aliyokuwa amepanga kumpa Maren. Baada ya kuitazama pete hiyo, kukamrudishia kumbukumbu za uchungu za usiku ule. Usiku ambao Maren alikufa, Ignatius alikuwa amepanga kumposa. Alikuwa hata amemwalika rafiki yake Lee na kaka yake wawepo kwa siri ili washuhudie tukio hilo. Usiku huo walikutana wote mahali ambapo mhudumu mmoja wa kike aliwahudumia vinywaji. Lakini kabla Ignatius hajaanza hata kuzungumzia posa, Maren akamwambia ghafla kwamba watapaswa kuachana kwa sababu haamini kwamba uhusiano wao unaweza kudumu. Maneno hayo yakamvunja moyo Ignatius kabisa. Akamkumbusha kwamba tangu utotoni walikuwa wameahidiana kuoana siku moja. Akiwa amevunjika moyo na mwenye hasira, akaondoka mahali hapo kwa hasira. Asubuhi iliyofuata, Ignatius alipokuwa karibu na gari lake, maafisa wa polisi wakamkaribia na kumjulisha kwamba Maren alikuwa ameuawa. Ili kufanya hali kuwa mbaya zaidi, wakamwambia kwamba sasa yeye ndiye mshukiwa mkuu wa kesi hiyo. Ignatius akiwa na nia ya kusafisha jina lake, baadaye akamfuata mhudumu wa kike aliyetoa ushahidi huo. Baada ya kumshinikiza, hatimaye akakiri ukweli. Alidanganya kuhusu kilichotokea kwa sababu alitaka kupata umaarufu kutoka kwa vyombo vya habari. Ignatius anamwambia kwamba ushahidi wake hauna maana yoyote kwa sababu kulikuwa na ushahidi mwingine unaoweza kuthibitisha kwamba hakuwahi kumuua Maren usiku huo. Muda mfupi baadaye, Ignatius akakutana na kaka yake ambaye hatimaye akafichua ukweli mwingine wa kushangaza. Akakiri kwamba usiku wa mauaji, yeye ndiye aliyempeleka Maren kwa gari. Baada ya kusikia jambo hilo, Ignatius akakasirika sana na kuanza kumpiga kaka yake, akitaka kujua kwa nini hakufichua taarifa hiyo wakati wa mahojiano ya polisi. Aliposikiliza maelezo yake, Ignatius akaanza kuunganisha vipande vya kile ambacho kilitokea usiku huo. Kaka yake alikuwa amembeba Maren kwenye gari, lakini bila kujua alikuwa amewekewa dawa za kulevya. Kwa sababu ya tabia yake ya ajabu, Maren akaamua kushuka kwenye gari na kutembea kuelekea msitu uliokuwa karibu. Kisha kaka yake Ignatius akalala ndani ya gari. Alipoamka baadaye, akagundua kwamba nguo zake zilikuwa zimejaa damu na jiwe kubwa lililokuwa limepakwa na damu lilikuwa pembeni yake. Akiwa na hofu na kuchanganyikiwa, akatazama upande wa msitu na kuona mwili wa Maren ukiwa umelala bila uhai. Wakati huo,
Hakuweza kuamini kabisa kile alichokuwa amekiona. Baada ya kuona mwili wa Maren ndani ya msitu, kaka yake Ignatius alipanic. Akiogopa kulawamiwa kwa mauaji hayo, akachukua haraka jiwe lililokuwa na damu pamoja na nguo zake zilizochafuliwa damu na kuvitupa katika ziwa lililokuwa karibu ili kuharibu ushahidi. Ignatius alipojua hayo, akakasirika sana na kumshutumu kaka yake kwa kumuua Maren. Muda huo huo, polisi wakafika na kumkamata Ignatius. Hata hivyo, siku iliyofuata rafiki yake mwaminifu Lee akafanikiwa kumtoa gerezani. Walipokuwa wakizungumza, Ignatius akagundua jambo la ajabu. Lee alikuwa amevaa mkufu wenye msalaba ule ule ambao Maren alikuwa akiuvaa mara kwa mara. Akiwa ameshtuka, Ignatius akamuuliza ameupata wapi. Lee akajibu kwa kawaida tu kwamba Maren mwenyewe ndiye aliyempa. Ignatius akachanganyikiwa na kuumia moyoni. Akamuuliza kwa nini Maren amempa kitu cha binafsi kiasi hicho wakati alikuwa kwenye uhusiano na yeye. Hapo ndipo Lee alipofichua ukweli wa kushtua. Akamwambia Ignatius kwamba yeye ndiye mwanaume ambaye Maren alikuwa amepanga kuwa naye baada ya kuachana na Ignatius. Ukweli huo ukamvunja Ignatius kabisa. Akaanza kuhisi kwamba mpenzi wake na rafiki yake wa karibu walikuwa wamemsaliti kwa siri. Akiwa na hasira na hamu ya kupata majibu, Ignatius akamfuata baba wa Maren na kumuuliza kama Maren aliwahi kutaja mwanaume mwingine, lakini baba yake akakataa kabisa. Akasema kwamba Maren siku zote alikuwa akizungumza kuhusu Ignatius pekee na kwamba alimpenda kwa dhati. Hata hivyo, akiwa bado anaamini kwamba Ignatius ndiye muuaji, akamwamuru aondoke kabla hajampiga risasi. Akiwa amevunjika moyo na kuchanganyikiwa, Ignatius akaendesha gari hadi eneo la mbali na kujaribu kwa nguvu kung'oa pembe zilizokuwa kichwani mwake, lakini zilikuwa zimejikita sana na hazikutoka hata kidogo. Ghafla akaona nyoka kadhaa wakianza kutambaa kuelekea kwake. Kwa namna ya ajabu, nyoka hao walivutiwa na pembe zake. Kwa mara ya kwanza, Ignatius akatambua jambo muhimu. Pembe hizo hazikuwa laana, bali zilikuwa nguvu. Kupitia nguvu hizo, aliweza kujua ukweli uliofichika ndani ya watu na hata kuongoza mazingira yaliyomzunguka. Baada ya kukubali nguvu hizo za ajabu, Ignatius akamfuata mhudumu wa kike ambaye alikuwa ametoa ushahidi wa uongo. Alipomkaribia, nyoka waliokuwa karibu naye wakamvamia ghafla na kumng'ata mara kadhaa. Ignatius akaondoka tu, akimwacha akabiliane na matokeo ya uongo wake. Muda mfupi baadaye, polisi wakaanza kumfukuzia, lakini Ignatius alifanikiwa kutoroka kwa kutumia uwezo wake mpya wa kimiujiza. Kisha akaenda kumuona kaka yake. Huko alikuta kwamba kaka yake alikuwa amezama sana katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa kutumia nguvu zake za ajabu, akamshawishi kutumia dawa zaidi, hali iliyomfikisha karibu na hatari ingeleweza kumuua. Alipokuwa akimwangalia akiteseka, Ignatius akakumbuka mwili wa Maren ukiwa hauna uhai. Kwa muda mfupi, akafikiria kuwapigia polisi simu na kumwacha kaka yake afe. Lakini mwishowe hakuweza kufanya hivyo. Licha ya yote yaliyokuwa yametokea, bado akamsamehe. Siku iliyofuata, Lee akamtembelea Ignatius na kumwambia kwamba kuachana kwa Maren na Ignatius ilikuwa uamuzi wake mwenyewe na hakukuwa na uhusiano wowote na Lee. Ghafla, Ignatius akamshambulia Lee na kungoa mkufu wa msalaba uliokuwa shingoni mwake. Mara tu msalaba huo ulipoondolewa, Ignatius akaanza kuona maono ya kutisha. Akagundua kwamba msalaba ambao Maren alimpa Lee ulikuwa ukimlinda dhidi ya athari za nguvu za pembe hizo za kishetani. Lakini sasa Lee alikuwa hana ulinzi wowote. Akiwa amejawa na hasira kali, Ignatius akaanza kumkaba koo. Wakati huo, kumbukumbu za kutisha zikaanza kujitokeza akilini mwake. Akaanza kuona yaliyotokea usiku ambao yeye na Maren walikuwa wameachana. Baada ya Ignatius kuondoka kwa hasira, Lee alikuwa akifuatilia kila kitu kwa siri akiwa ndani ya gari lake. Baadaye, kaka yake Ignatius alipompeleka Maren nyumbani, Lee akawafuata kwa siri. Lee akaona kwamba kaka yake Ignatius alikuwa amepoteza fahamu kutokana na dawa za kulevya. Maren akashuka kwenye gari na kuingia peke yake msituni. Hapo ndipo Lee alipomfuata. Maren akashtuka sana na kumuuliza alikuwa akifanya nini mahali hapo. Kwa hasira, Lee akamkumbusha kwamba alikuwa ameahidi kumwacha Ignatius ili awe naye. Lakini Maren akakiri kwamba alikuwa amefanya kosa. Akamwambia kwamba alikuwa amechanganyikiwa na kwamba bado anampenda Ignatius kwa dhati. Licha ya yote yaliyokuwa yametokea, Maren bado alimpenda Ignatius na hakuweza kumwacha kabisa. Lee aliposikia ukweli huo, akajawa na hasira kali. Alimshambulia Maren kwa vurugu. Maren akajaribu kujitetea na hata akamuuma mkononi. Lakini Lee akachukua jiwe lililokuwa karibu na kumpiga kichwani. Pigo hilo likamuua papo hapo. Baada ya kufanya mauaji hayo, Lee akaweka kwa makusudi jiwe lililokuwa na damu karibu na kaka yake Ignatius ili ionekane kana kwamba yeye ndiye muuaji. Baada ya ukweli huo wa kutisha kufichuliwa, Lee akamshambulia Ignatius ghafla. Akamwaga mafuta kwenye gari lake na kulichoma moto. Hata hivyo, Ignatius akafanikiwa kutoroka kwa kuendesha gari hilo lililokuwa likiwaka moto moja kwa moja kuelekea majini na kuruka nje kabla halijazama. Muda mfupi baadaye, habari zikaenea kila mahali kwamba Ignatius alikuwa amekufa baada ya gari lake kuzama ziwani. Kwa kuwa mwili wake haukuwahi kupatikana, kila mtu akaamini kwamba alikuwa amefariki.
Wakati huo huo, kaka yake alipelekwa hospitalini akiwa katika hali mbaya sana kutokana na matumizi ya kupita kiasi ya dawa za kulevya, lakini Ignatius hakuwa amekufa. Katika tukio linalofuata, tunamwona akitoka majini akiwa hai, ingawa alikuwa amejeruhiwa na amechoka sana. Katika hali hiyo, akaenda moja kwa moja kwa baba wa Maren na kumweleza ukweli kuhusu muuaji halisi, Lee. Kisha akamrudishia msalaba ule, lakini baba wa Maren akamwambia kwamba yeye ndiye aliyeuhitaji zaidi kuliko mtu yoyote yule. Ignatius alipovaa tena msalaba huo, muonekano wake ukarudi kuwa wa kawaida na pembe zake zikatoweka hatimaye. Baadaye Ignatius akaenda kwenye nyumba ya mti ya zamani ambapo yeye na Maren walikuwa wakitumia muda. Huko akakuta barua ambayo Maren alikuwa ameandika. Barua hiyo ilisema kwamba ataisoma baada ya kifo chake. Ndani ya barua hiyo, Maren akafichua ukweli wa kusikitisha sana. Akagundua kuwa Maren alikuwa na kansa ya mwisho na alijua kwamba muda wake duniani ulikuwa umebaki kidogo. Hakutaka Ignatius atumie maisha yake yote kumwaza mtu ambaye atakufa hivi karibuni. Ndiyo sababu akaamua kumwacha na kuvunja uhusiano wao, ingawa bado alimpenda kwa moyo wake wote. Ignatius aliposoma barua hiyo, hatimaye akaelewa kwa nini Maren alijaribu kumwacha. Akiwa na nia ya kuhakikisha haki itatendeka, akamwendea kaka yake na kumwambia kwamba Lee ndiye muuaji wa kweli. Akamwahidi kwamba Lee ataadhibiwa bila kujali kitakachotokea. Kaka yake akasisitiza kwamba atapenda kumsaidia. Kwa kuwa Lee alikuwa amepoteza sehemu ya kumbukumbu zake, hakukumbuka vizuri kilichotokea usiku wa mauaji. Ignatius akatumia hali hiyo kumpeleka katika msitu ule ule ambapo Maren aliuawa. Huko akamkabili na kumwambia kwamba anajua ukweli wote, kwamba Lee ndiye aliyemuua Maren. Lee akajaribu kujifanya hana hatia, lakini Ignatius akakataa kusikiliza uongo mwingine wowote. Muda mfupi baadaye, polisi pamoja na kaka yake Ignatius wakafika eneo hilo na mapambano makali yakaanza. Wakati wa vurugo hizo, mguu wa Ignatius ukajeruhiwa na afisa mmoja wa polisi akauawa kwa bahati mbaya. Katikati ya mapambano hayo, Ignatius akalazimika kuondoa msalaba wake kwa muda mfupi. Mara tu ulipoondolewa, pembe zikarejea na akaanza kubadilika kuwa kiumbe cha kutishia kinachofanana na shetani. Lee akaogopa na kumpiga risasi mara kadhaa, lakini risasi hizo hazikuwa na athari yoyote. Ignatius akamjibu kwa kumchoma Lee tumboni kwa pembe zake na kumjeruhi vibaya. Kisha jambo la kutishia zaidi likatokea. Nyoka mmoja akaingia ndani ya jeraha la Lee, huku nyoka mwingine akionekana kuongoza harakati zake. Nyoka huyo akaendelea kupenya ndani ya mwili wake kupitia mdomoni na kushuka tumboni, akionyesha adhabu ya mfano kwa uovu wake. Hatimaye Lee alikufa kutokana na matokeo ya matendo yake mwenyewe. Lakini Ignatius hakupata nafasi ya kuvaa tena msalaba wake. Polepole mwili wake ukaanza kubadilika kuwa jiwe mbele ya macho ya kaka yake. Ndani ya muda mfupi akageuka kabisa kuwa sanamu isiyo na uhai. Hata hivyo, katika dakika za mwisho wa filamu, Ignatius anaonekana akiwa ameungana tena na Maren katika hali ya amani na furaha.